Yes, mambo vipi ndugu mtazamaji na mfuatiliaji wa channel hii ya HNT Media ambayo inakuletea taarifa za kimichezo kila siku kila wakati. Hii hapa ni moja kati ya taarifa kubwa ambayo tumekuletea leo, na hapa ni kuhusiana na klabu ya Young Africans. Tayari wameshakwisha kuvunja rekodi nyingine huko katika swala zima la usajili. Bana, kama tunavyojua katika siku za hivi karibuni alisikika afisa habari wa klabu ya Young Africans akisema na kumwomba rais wa klabu ya Young Africans Engineer Said achukue jukumu la kusajili, na taarifa ambazo tunazo tayari, rekodi kubwa wanaitengeneza Young Africans katika swala zima la kusajili katika maandalizi ya dirisha kubwa la usajili hapo mwezi wa 8. Kabla tujitazama taarifa hii, ni kukaribisha kwa wakati mwingine. Kwa mawili mara ya kwanza unajiunga nasi hapa ni HNT Media ambayo tunakuletea taarifa hizi za kimichezo. Hakikisha kwamba unabonyeza maandishi ambayo yameandikwa subscribe hapo chini ya video, lakini pia usisahau kubonyeza alama ya kengele itakayojitokeza pembeni hapo. Kwa kufanya hivyo kutakufanya wewe wa kwanza kupata taarifa zetu tunazokuletea kila siku kila wakati kutoka katika kila kona ya Tanzania. Taarifa kubwa ambayo inaendelea kugonga vichwa vya habari sana, na kwa uchache kabisa taarifa hii tumeipata kutoka kwa watu wa karibu na viongozi wa klabu ya Young Africans. Unaambiwa kwamba kuna moja kati ya mpango mkubwa ambao unasukwa ndani ya klabu ya Young Africans ili kuwezekana kupatikana kwa mshambuliaji asilia mmoja wa kimataifa mwenye nguvu na mwenye uhakika wa kupachika mabao katika klabu hiyo ya Young Africans, na ni moja kati ya usajili mkubwa ambao unatajwa kutokea ndani ya klabu hiyo ya Young Africans. Kama tunavyojua katika dirisha dogo la usajili Young Africans, usajili mkubwa ambao waliufanya ni kuongeza usajili mkubwa wa kimataifa ambao waliufanya kubwa ni kwa upande wa Depu pamoja na Alan Okello kutoka Vipers Uganda, wakitumia zaidi ya euro 500,000 katika kuwasajili wachezaji wawili hawa. Sasa moja kati ya taarifa ambayo inagonga vichwa vya habari sana kwa viongozi wa klabu ya Young Africans, wana matamanio makubwa kuona kwamba wanapata mshambuliaji asilia na mshambuliaji mwenye uhakika wa kupachika mabao hapo katika klabu hiyo ya Young Africans. Kwa taarifa tulizonazo na ni za uhakika kabisa kwamba Gerson Dara ni moja kati ya wachezaji ambao wanatajwa kuja kujiunga na klabu hiyo ya Young Africans. Kwa sasa Gerson Dara ni mchezaji ambaye anaitumikia moja kati ya klabu huko Qatar, na nilishawahi kuja hapa na exclusive kabisa taarifa maalum kuhusiana na mchezaji huyu Gerson Dara ambaye kwa sasa yuko huko Qatar. Na kwa taarifa tulizonazo mwishoni mwa msimu jana, Gerson Dara alikuwa hana mawasiliano mazuri sana na klabu yake ambayo anaitumikia kwa sasa huko Qatar, na ilifikia wakati wa kutaka kutoongeza mkataba, lakini kutokana na sheria na kukaa chini kuzungumza, Gerson Dara akaongeza mkataba mwingine wa mwaka mmoja ambao msimu huu unakwenda kutamatika, na mkataba wake utakwenda kutamatika huko katika klabu yake ambayo inaitumikia huko Qatar. Na Young Africans sasa kiu yao ni kuona kwamba Gerson Dara anakuwa ni moja kati ya mchezaji ambaye watamhitaji kumchukua. Isingekuwa Dep kuchukuliwa na klabu ya Young Africans, basi Gerson Dara ndo aliyekuwa chaguo namba 1 kwa upande wa kocha Pedro Gonçalves kabla hajampendekeza Dep, kwa sababu mkataba wa Gerson Dara kuvunja ilikuwa ni mkwanja mrefu ambao Young Africans uliwatoa jasho. Baada ya kushindwa wakaamua kudondokea kwa Aurelio Dep ambaye alijiunga na klabu ya Young Africans, ambao wao waliweza kuvunja mkataba wake. Na matamanio makubwa ya klabu ya Yanga na viongozi wake wote ni kuhakikisha kwamba wanamdondosha Gerson Dara, huyo raia wa Angola, lakini pia ni moja kati ya wachezaji ambao hata msimu jana dirisha kubwa na dirisha dogo Young Africans walipata shida sana kuhakikisha kwamba wanampata mchezaji huyu, lakini haikuwa hivyo kutokana kwamba mkataba wake ulikuwa ni mkubwa, lakini pia kuvunja ulikuwa na masharti ambayo
moja kwa moja yaliwatoa jasho klabu ya Young Africans. Sasa naambiwa kwamba fedha ambazo zilimsajili Aurelio Depp pamoja na Aaron Okello, unaambiwa ndio pesa ambayo inakwenda kumsajili mchezaji mmoja Gerson Dala kutoka Qatar kujiunga na klabu ya Young Africans. Huyu ni raia wa Angola, lakini pia tumemwona katika timu ya taifa ya Angola mara kadhaa akiitwa, lakini pia katika timu za timu ya under 17 ambayo ilikuwa ikisimamiwa na kocha Pedro Gonçalves, tumeona mara kadhaa pia akiitwa, ambapo pia ndiye akampendekeza mchezaji huyo akiamini kwamba ni mchezaji ambaye mwenye uhakika, lakini pia quality ya mchezaji, profile yake ni vitu ambavyo vina isolate kwamba mchezaji huyu ni bonge moja la player ambaye hana shida wala hana uboyeli ndani yake. Unaambiwa kwamba ni mchezaji ambaye amefanya makubwa katika soka la Afrika, lakini pia katika soka la kulipwa huko Ulaya mpaka kutimkia huko Katari Warabuni, ambako mpaka sasa ana endeleza karia yake ya soka. Euro 500,000 ndio pesa ambayo itaweza kumdondosha Gerson Dala katika klabu ya Young Africans, na huenda akawa ni mchezaji wa kwanza kusajiliwa kwa fedha nyingi, lakini pia akawa ni mchezaji wa kwanza katika historia ya klabu ya Young Africans toka ianzishwe kulipwa pesa nyingi, kwa sababu mchezaji huyu atakuwa huru, hatakuwa na mkataba tena huko Qatar. Kwa hiyo atakuwa ni mchezaji huru hapo. Young Africans watadondosha sign on free, lakini pia mshahara wake, lakini unaambiwa kwamba ni pesa ndefu ambayo anaitaka Gerson Dala ili aje ajiunge na klabu ya Young Africans. Lakini klabu ya Young Africans wao wamesema hawana shida hapa, watavunja kabati, watavunja benki ili kuhakikisha kwamba wanamdondosha mchezaji huyu. Nishawahi kukuletea taarifa kuhusiana na Gerson Dala na sehemu zote alizopita. Kama wewe ni mfuatiliaji wa taarifa zetu, nafikiri utakuwa unaelewa. Nishakuletea sehemu zote alizopita na alicheza kwa mafanikio yapi mpaka kujiunga mpaka kutimkia huko Qatar. Nini kilichotokea akatoka katika klabu ambayo alikuwa anaitumikia, lakini pia mahusiano yake yeye na Pedro Gonçalves ambaye ni coach wa klabu ya Young Africans, mahusiano yake yako vipi? Ni vitu ambavyo nilishawahi kuja hapa na kukuelezea ewe mfuatiliaji wa update zetu na mwanafamilia wa HNT, utakuwa unaelewa. Kwa hiyo Young Africans wako kwenye kinyang'anyiro hiko, licha ya kwamba Gerson Dala ni moja kati ya players ambaye anafuatiliwa na vilabu vingi vikubwa Afrika na nje ya Afrika. Je, ni Young Africans ambao wataibuka kidedea katika kuhakikisha kwamba wanampata Gerson Dala ili aje kuwa mshambuliaji wao kinara, licha ya kwamba Depp yupo kwa muda wa miaka miwili hapo katika klabu hiyo ya Young Africans? Je, Young Africans wataweza? Lakini pia kwa taarifa tulizonazo Stefan Aziz Ki naye huenda atajiunga na klabu ya Young Africans, licha ya kwamba yuko huko Warabuni Libya, ambako naye pia ana mkataba mbichi kabisa wa miaka miwili. Young Africans wataweza kuvunja mkataba ili wamrejeshe Stefan Aziz Ki, lakini pia Foakang naye huenda akajiunga na klabu ya Young Africans. Hizi ni exclusive kabisa ambazo ninakupa za kutoka ndani ya klabu hiyo ya Young Africans. Bado tunatengeneza taarifa kuhusiana na Tadeo Foakang. Huyu naye ni raia wa Angola ambaye pia naye anatajwa kujiunga na klabu ya Young Africans. Kwa sasa anakichapa katika klabu ya Stade Malien ya Mali. Moja kati ya bonge moja la player ambalo huenda naye pia atajiunga na klabu ya Young Africans.